Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa baraka zake. Hii ni fursa tena ya pekee ametupa upendeleo. Tuendelee na mfululizo wa masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo jingine mbele yetu lenye kichwa kinachosema wekeni hazina zenu mbinguni. Wekeni hazina zenu mbinguni. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, basi tupate wasaa wa kuomba. Baba mwema, mwingi wa rehema, ni wasaa mwingine tena umetupa upendeleo katika majifunzo haya. Mimi mtumwa wako pamoja na mtazamaji tunajiweka wakfu na tunakubali kuwa chini ya mivuto na ushawishi wa mawakala wa kimbingu. Kwa mguso wa Roho Mtakatifu ukawe nasi tangu kuanza mpaka mwisho, na jina lako likatukuzwe, kwa jina la Yesu, amina. Wekeni hazina zenu mbinguni. Katika kitabu cha Manabii na Wafalme, kile cha Kiingereza, Prophets and Kings, ukurasa wa 537, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, wakati huu wa sasa ni wa shauku kubwa sana kwa wote wenye uhai, watawala na viongozi, watu washikao nyadhifa za amana na mamlaka, wanaume na wanawake wa matabaka yote wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Wanaangalia kwa makini mahusiano yaliyopo miongoni mwa mataifa. Wanaona msukumo mkali unaotawala kila kipengele cha kidunia, na wanatambua kuwa jambo fulani kubwa na la kukata shauri liko karibu kutokea, kwamba ulimwengu uko ukingoni mwa zahama kuu. Sasa anasema wakati huu wa sasa. Kumbuka huo ulikuwa ni mwaka 1914. Wakati huu wa sasa. Je, tangu wakati huo mpaka sasa imepita miaka mingapi? Na ikiwa sasa tumefikia kabisa kwenye vilele vya miisho ya historia ya ulimwengu huu, unafikiri hiyo shauku kubwa sana kwa wote wenye uhai ni kubwa kiasi gani sasa? Kwa mujibu wa nukuu hii ni kwamba watawala na viongozi, watu washikao nyadhifa za amana na mamlaka, wanaume na wanawake wa matabaka yote wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Kwa mfano, hivi karibuni kumekuwa na vuguvugu kubwa sana nchini Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi hapa ulimwenguni kuanzisha mfumo mpya wa kifedha. Mfumo wa kuondoa pesa hizi za karatasi, keshi, na kuleta kuanza kutumia digital currency. Sasa hilo tukio, wale watu wenye akili
na baadhi ya watu wengine ambao hata sio Waadventista wa Sabato wanalitafsiri ya kwamba tunakoelekea sasa ndiko kule kutimizwa kwa ule unabii wa Ufunuo 13. Hakutakuwa na kuuza wala kununua isipokuwa yule aliye na alama ya mnyama. Sasa ikiwa hawa watu hawajafunuliwa nuru kamili na hawachukulii kwa urahisi matukio yanayotokea ulimwenguni, wanayahusianisha na kwamba na mwisho wa historia ya ulimwengu huu, ya kwamba ulimwengu uko ukingoni mwa zahama kuu. Vipi sisi ambao tumefunuliwa nuru yote? Kwa nini mambo haya yatokee na tusijue tumefika wapi katika historia ya kinabii na tunapaswa kufanya nini? Kitabu hicho sasa ni paragrafu ya pili, ukurasa wa 537, paragrafu ya pili, Prophets and Kings. Nabii anaendelea kusema, Biblia na Biblia pekee inatoa maoni sahihi ya mambo haya. Hapa yanafunuliwa matukio makuu ya mwisho katika historia ya ulimwengu wetu, matukio ambayo tayari yameweka vivuli vyao hapo awali. Sauti ya ukaribu wao inasababisha dunia kutetemeka na mioyo ya wanadamu kushindwa kwa hofu. Kwa hiyo Biblia na Biblia pekee inatupa majibu juu ya haya yanayoendelea kutuzunguka, yanayoendelea duniani. Je, wale ambao wanaitwa watu wa kitabu, wale ambao wamekabidhiwa ukweli wa mwisho katika ulimwengu huu, onyo la mwisho kwa ulimwengu huu, je, wao wanapaswa kukaa tu bila kuelewa kinachoendelea? Hapo kutakuwa na mtego wa shetani. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 21, Mathayo 6:19 mpaka 21, maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Sasa haya yote yanayoendelea haya yatukumbushe basi ya kwamba ulimwengu huu unaisha na mambo yake yote. Kwa hiyo hoja ya msingi, tuwekeze kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa katika Mathayo 6:19 mpaka 21 kuna jambo la pekee hapa: msijiwekee hazina duniani. Hasa tunapoona ishara zote na dalili ya kwamba ulimwengu unafika mwisho, tunaona kabisa tumekaribia sana kuingia kwenye kile kipindi cha kutakuwa na kuuza wala kununua isipokuwa kwa yule ambaye atakuwa na alama ya mnyama. Sasa kwa nini tuendelee kujiwekea hazina hapa duniani? Mashamba, nyumba, magari, pesa benki. Hivi unafahamu ya kwamba itafika wakati hivyo vitu vitapotea? Lakini kabla ya kupotea, je, hakuna maelekezo ya Mungu ambayo Mungu ametupatia juu ya mali zake alizoziweka mikononi mwetu? Ikifika wakati gani, kwa ishara gani na dalili gani tunapaswa kutumiaje hizo rasilimali? Je, huu sio wakati wa kuanza kupunguza mali tulizo nazo ziingie kwa kazi ya Mungu, na sio wakati wa kuwekeza zaidi ulimwenguni? Je, huu sio wakati wa kuweka hazina zetu mbinguni? Katika kitabu cha katika roho ya unabii, kitabu kile cha matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 126, na hii imetoka Review and Herald Machi 21, 1878. Nabii anasema, muda si mrefu mali iliyolimbikizwa itakuwa haina thamani. Wakati amri itakapotangazwa kwamba mtu yeyote asiweze kununua au kuuza isipokuwa ana chapa ile ya mnyama, mali nyingi zitakuwa hazina thamani. Mungu anatuita sasa tufanye yote yaliyo katika uwezo wetu kupeleka onyo kwa ulimwengu. Sasa kabla hatujafikia kipindi hicho cha kwamba mali zitakuwa hazina thamani, pesa zetu tulizonazo keshi zitakuwa hazina thamani,
Nyumba tutakapotaka kuziuza hakutakuwa na mnunuzi. Viwanja tutakapotaka kuvitoa hakutakuwa na mnunuzi. Kabla ya kufika wakati huo, hebu basi mali hizo sasa tuzitoe, ziingie shambani mwa Bwana, zifanye kazi ya kupeleka onyo kwa ulimwengu. Nuhu alipoelewa ya kwamba miaka 120 ukomo wa rehema kwa kizazi, kwa watu wa kipindi kile kabla ya gharika, Nuhu alitumia mali zake zote kwa ajili ya kujenga safina. Je, historia haijirudii kwetu? Je, na sisi hatutakiwi kutumia mali zetu kwa ajili ya kazi ya Mungu wakati huu ambapo ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi? Sasa sikia. Hapa anasema hivi, wakati amri itakapotangazwa kwamba mtu yeyote asiweze kununua au kuuza isipokuwa anachapa ile ya mnyama, mali nyingi zitakuwa hazina thamani. Na ngoja niseme hivi, hautaombwa ruhusa ya kwamba sasa tunabadili mifumo au sasa pesa za karatasi hizi zinaondoka. Yani unaweza ukashangaa mambo yanakuja ghafla, na tumeanza kuona baadhi ya nchi yakitokea mambo hayo. Tuko kwenye sayari hii ya dunia ambayo sasa imekuwa kama kijiji. Taarifa zote ziko kiganjani, tunafahamu yanayoendelea katika nchi zingine. Kwa hiyo na sisi tunapaswa kujiandaa katika nchi zetu. Tunafahamu kabisa kule Vietnam, taarifa zinaonyesha kwamba akaunti za benki zipatazo milioni 86 zimefungwa ghafla. Yani haziwezi, watu wake hawawezi kuaccess pesa kwenye hizo akaunti. Na ziko nchi zingine zinaendelea hivyo, mifumo inabadilika, na tunaanza kuona dalili ya hayo matukio yakitukaribia kabisa. Je, tuishi kana kwamba hatujui kinachoendelea? Je, wajibu wetu ni nini juu ya mali ambazo Mungu ametupatia? Je, huu sio wakati wa kupunguza mali? Sikia hii. Katika kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili, UPH 2017, ukurasa wa 48, hekima ya Mwenyezi Mungu iliyofunuliwa kwa mtumishi wake Nabii Ellen G. White ina haya ya kutuambia. Lakini basi sijasoma hii nukuu, ngoja nikuoneshe hicho kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili. Hiki hapa tunakifahamu hiki kitabu Mashauri juu ya Uwakili. Hii ni UPH, Ufunuo Publishing House. Hili ni toleo la 2017 kutoka Ufunuo. Sasa katika ukurasa wa 48, ngoja nisogee hapo ukurasa wa 48 nisome haya yafuatayo. Ukurasa wa 48, kitabu hiki Mashauri juu ya Uwakili. Nabii anasema hivi: sasa ni wakati ambao ndugu zetu wangekuwa wanapunguza mali zao badala ya kuziongeza. Tu karibu kuingia nchi nzuri ile mbinguni. Basi na tusiwe wakaaji wa duniani humu, bali tuviweke vitu tayari kwa udhibiti kadri iwezekanavyo. Wakati unakuja ambapo hatutanunua kwa bei yoyote ile. Karibuni amri itatolewa kuzuia watu kuuza au kununua isipokuwa yule aliye na alama ya mnyama. Sasa hapa nabii anasema sasa ni wakati ambao ndugu zetu wangekuwa wanapunguza mali. Hivi aliandika lini mambo haya? Si ni miaka mingi sana imepita. Je, tunaposema sasa, kipi tunachotaka kukizingatia ili hiyo sasa iwe kwenye mazingira yetu? Hiyo sasa ni kipi tunachotaka kukizingatia? Angalia. Kwa mujibu wa, tukiangalia bango letu hapa patakatifu na mpango wa ukombozi, saa kuu ya wakati imefunuliwa hapa. Tunafahamu ya kwamba mwaka wa 31 AD Yesu alipaa mbinguni, na kitabu cha Pambano Kuu kinatuambia mara tu baada ya kupaa alianza huduma katika chumba cha kwanza, na inatuambia kwamba Pambano Kuu inatuambia alihudumu kwa muda wa miaka 1813
mpaka 1844 akahama kuingia chumba cha pili. Sasa kwa mujibu wa Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa 355 paragrafu ya kwanza, tunaona huduma ya Yesu mbinguni inayochukua chumba cha kwanza na chumba cha pili itachukua miaka 2000. Kwa miaka 2000 ukitoa 1813, Yesu atahudumu chumba cha pili kwa miaka 187. Alianza huduma hii chumba cha pili mwaka 1844. Mpaka sasa 2025, toa 1844 sawa sawa na miaka 181 iliyokwisha kutumika. Katika 187 imebaki miaka 6, na huu tuko mwishoni mwa 2025, maana yake miaka 6 haifiki. Sasa kama tuna miaka tu 5.5 hapo kuelekea 6 iliyosalia kabla ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu, je, hatuoni ya kwamba kauli ya nabii hapa kwenye kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili kwamba sasa ni wakati ambao ndugu zetu wangekuwa wanapunguza mali, hiyo sasa inatufiti sasa hivi. Kwa hiyo ni kama vile sasa neno hili ni fresh, nabii analizungumza kwetu sasa hivi. Kwa hiyo ni sahihi kabisa kuambia Waadventista wa Sabato sasa, yani tunapozungumza sasa 2025, sasa watu wangeanza kupunguza mali zao, wangeanza kupunguza mali zao kabisa, na kuzipeleka wapi? Ziingie kwa kazi ya Mungu, kwa sababu wakati unakuja ambapo hawataweza kutoa hizo mali ziende kwa kazi ya Mungu. Nabii anaendelea kusema katika Review and Herald Machi 21, 1878, imenukuliwa katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho UPH 2015 ukurasa 126. Muda si mrefu mali iliyolimbikizwa itakuwa haina thamani. Na hiyo nayo nukuu kwenye screen yako hapo. Angalia maneno mekundu. Muda si mrefu mali iliyolimbikizwa itakuwa haina thamani. Kwa kumbe kuna wakati unakuja ambapo mali zitakuwa hazina thamani. Ndiyo. Kwa nini zitakuwa hazina thamani? Nabii anaendelea kusema, tazama maneno ya kijani, wakati amri itakapotangazwa kwamba mtu yeyote asiweze kununua au kuuza isipokuwa ana chapa ile ya mnyama, mali nyingi zitakuwa hazina thamani. Kwa hiyo kitakachofanya magari yetu yakose thamani, kitakachofanya nyumba zetu zikose thamani, kitakachofanya makampuni yetu, viwanda vyetu vikose thamani, kitakachofanya fedha zetu benki zikose thamani ni nini? Amri itakapotangazwa kwamba mtu yeyote asiweze kununua au kuuza isipokuwa anachapa ile ya mnyama. Na angalia, tunaweza tukawa tunasubiri hiyo amri, na hiyo amri kumbe haitakuja kutokea. Ni hivi, sheria ya Jumapili inapotakiwa kushurutishwa kwa wanadamu wote, inaenda sambamba na mfumo mpya wa kifedha ama wa kiuchumi ulimwenguni, New World Order, ambapo mfumo huo sasa ni kuondoka kwenye jamii ya cash. Yani ni sawa na kwa maneno ya Kiingereza nasema cashless society. Yani tunataka tuwe na jamii ambayo haitumii cash, tuingie kwenye cashless society. Sasa tutawezaje kuto kutumia cash? Ni lazima sasa mifumo ama mfumo ndio utumike. Yani wewe katika New World Order utahitaji tu vitu vitatu. Vitu vingapi? Vitatu. Cha kwanza, namba yako maalum. Hapa Tanzania itaitwa jamii namba. Jambo la pili, utahitaji simu yako tu ya smartphone. Jambo la tatu, utahitaji akaunti yako ya benki. Kupitia hivi vitu vitatu, mifumo yote itakuwa inasomana, na hautakuwa unatembea na makadi mengi na vitambulisho vingi. Kwa namba yako tu ndio itakayokuwezesha wewe kupata huduma. Hebu fikiria, unataka kwenda dukani, mwenye duka anakuuliza tu gharama ni shilingi 12,000 ya hizi bidhaa unazotakiwa kuzinunua. Lakini kwa kuwa tuko kwenye cashless society, wewe unampa namba yako tu, akiingiza ile namba unakatwa wewe ile 12,000. Hakuna kutoa cash.
Kwa bila kutakuwa na jamii ambayo ni haitumii keshi kwa huduma zozote. Sasa basi, kwa njia hiyo basi, wale wote ambao watakubali kuitunza Jumapili kama siku rasmi ya kupumzika, hao ndio watakaowezeshwa mifumo kufanya kazi. Wale wote watakaokataa, mifumo itawafungia. Hawatakuwa na uwezo wa kuaccess akaunti zao za benki. Kwa hiyo pesa zao zitaonekana kama vile hazina thamani. Maana yake kutakuwa na confiscation ya mali za watu. Hizo fedha zinataifishwa, yani akaunti yako huwezi ukaiaccess tena, hautaweza kupata huduma tena. Kwa hiyo hata kama una milioni 200 kwenye akaunti, milioni 200 itakuwa ni kama vile sasa haina thamani, maana yake imepotea kabisa. Hautakuwa na uwezo wa kuuza chochote, hautakuwa na uwezo wa kununua chochote, kwa sababu mfumo huo umekukataa. Na angalia, sheria ya Jumapili inakuja katika sura nzuri, ikielezwa ya kwamba ni siku moja kwa ajili ya kifamilia. Kwa nini? Kuna mmomonyoko mkubwa wa kimaadili. Kwa hiyo lazima na hii ni kwa sababu wazazi wako bize mno na maisha, hawana muda wa kukaa na familia zao. Kwa hiyo serikali sasa itaingilia kati na kutaka kana kwamba kuwasaidia wazazi walee familia zao, mume na mke wakae pamoja, baba na mama wakae na watoto wao. Basi serikali inaamua kuwatengea siku ya Jumapili. Hakuna kufanya miamala yoyote, hakuna kufanya kusafiri, hakuna kufanya shughuli zozote. Kaeni nyumbani na familia zenu ili mtusaidie kunusuru janga la mmomonyoko wa maadili. Hilo la kwanza. La pili, Jumapili pia inakuja katika mtazamo huu ya kwamba sasa, kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, ni kwa sababu wanadamu wanazalisha sana hewa ya ukaa, na hivyo njia nzuri ya kuokoa hewa ya ukaa na kuokoa ongezeko la joto duniani, mabadiliko ya tabia nchi, inapasa basi watu hawa watengewe siku moja ya kupumzika, siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Wasifanye shughuli zozote, wabaki nyumbani. Sasa wale wote watakao kiuka, na hapo kumbuka sheria imeshatungwa, itaanza Marekani na zitafuata nchi zote. Sasa wale wote watakao kiuka watatafsiriwa kwamba wao ni wapinzani wa serikali, watatafsiriwa kwamba wao ni watu hatari, watatafsiriwa kwamba ni wajeuri na ni waasi fulani wenye misimamo fulani ambayo inaweza kasababisha jamii zetu ziharibikiwe kwa sababu yao. Kwa hiyo njia ya pekee ya kufanya hawa watu wafungiwe hizi huduma. Kwa hiyo mifumo itawatema Waadventista wa Sabato wazi wazi, yaani mifumo itawakataa. Kwa hiyo ili Mwadventista huyu apewe hizo huduma kwenye mifumo, lazima Mwadventista huyu akubali kuitunza Jumapili. Hii maana yake ni kwamba mifumo hii inapokuwa introduced kwetu, inapotambulishwa kwetu, maana yake sisi hatutakiwi kujiunga kwenye hii mifumo. Kwa hiyo wakati huo tunatakiwa tuwe tumeshatoka mijini, twende huko mashambani, maporini huko, tusikofungamanishwa na hii mifumo. Haiwezekani ukajifungamanisha na mfumo alafu bado ukawa na uhuru wa kumwabudu Mungu unavyotaka. Kwa hiyo basi mali zitakuwa hazina thamani kwa sababu hiyo. Amri itakapotangazwa kwamba mtu yeyote asiweze kununua au kuuza isipokuwa ana chapa ile ya mnyama, kumbuka mfumo huu, chapa hii itakuwa imeshikamanishwa na mfumo mpya wa kifedha. Huu kwa lugha nyingine tunaweza tukauita kwamba ni mfumo wa mpinga Kristo, ndio utakaomwezesha kutawala dunia na kutawala dhamiri za watu. Kwa tunapoanza kuona dalili za hii mifumo, maana yake pia tunajulishwa kwamba muda wa kuondoka kwenye miji mikubwa na miji midogo umefika. Tutoke mjini, tutoke mjini. Naendelea kusoma nukuu sasa hapo. Ukurasa huu wa 126, matukio ya siku za mwisho, UPH 2015. Hayo sasa tuna hapo kwenye hayo maandishi ya blue. Unaiona nukuu kwenye screen yako. Mungu anatuita sasa tufanye yote yaliyo katika uwezo wetu kupeleka onyo kwa ulimwengu. Tufanye yote yaliyo katika uwezo wetu kupeleka onyo kwa ulimwengu. Ni nini sasa? Maana yake sasa mali zetu tulizo nazo,
nyumba tulizo nazo, viwanja tulivyo navyo, magari tulio nayo, tuanze kuuza, alafu fedha iingie kwa kazi ya Mungu, na hasa tusambaze vitabu. Kati ya vitabu tunavyotakiwa kuvisambaza sana, namba 1 ni kitabu cha Pambano Kuu. Kitabu hiki kisambazwe kama majani. Enyi Waadventista wa Sabato, anzeni kupunguza mali na anzeni kutafuta vitabu vya Pambano Kuu, mvisambaze kwa watu, na vitabu vingine vyote vyenye ukweli wa sasa vinavyoeleza patakatifu katika uhusiano na 2300, ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu, mada zote zinazojenga mada hizi kuu. Hivyo vitabu visambazwe kama majani, visambazwe kama majani. Tusome sasa kitabu tena cha Mashauri juu ya Uwakili. Hiki ninacho hapa mkononi, lakini kwa kuwa nukuu iko hapo unaiona kwenye skrini yako, nitasoma tu nukuu. Kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili, UPH 2017, ukurasa wa 48. Nyumba na mashamba havitakuwa na faida kwa watakatifu wakati wa taabu, maana itawapasa kukimbia mbele ya kundi la watu waliokasirika, na kwa wakati huo mali zao haziwezi kutolewa kwa kazi ya Mungu. Nilionyeshwa kwamba ni mapenzi ya Mungu kuwa watakatifu wajiepushe na kila kizuizi kabla ya wakati wa taabu kufika, na kufanya agano na Mungu kwa njia ya kujinyima. Ndipo watakuwa huru katika wakati wa taabu bila kuwa na mizigo ya kuwalemea. Hivi unafahamu ya kwamba sheria Jumapili ya kitaifa Marekani itakapotajwa tu ndio mwanzo wa taabu unapoanzia? Kwa sababu ishara tuliopewa kwamba itakapotangazwa ndio wakati wa kuyama kabisa miji mikubwa na kwenda sehemu za mafichoni. Sasa kwa nini isiitwe taabu? Na baada ya muda mfupi baada ya sheria Jumapili tutaanza kupitia changamoto ya kimaisha, kwa sababu sheria Jumapili itakuja kutangazwa baada ya mfumo huu mpya wa kifedha, mfumo wa mpinga Kristo ukuwa umeshawekwa mahali pake. Ili sheria inapotangazwa Jumapili, basi mfumo huu unatumiwa kama njia ya kushurutisha na kuwabana wale wote watakaokuwa wamekataa kuitunza Jumapili kisheria. Kwa hiyo taabu lazima itakuwepo hapo. Hutaweza kununua umeme, hutaweza kusafiri, hutaweza kulipa maji, hutaweza kulipa karo ya shule, hautaweza kununua chakula, hautaweza kufanya chochote, kwa sababu wewe utakuwa mfumo umekutema. Hebu fikiria, unataka kununua umeme na mfumo unakuambia wewe haustahili kupata huduma hii, wasiliana na watoa huduma. Unataka kulipa maji na maji hapo sasa ni kama ya luku, wakati huo tunaingia mifumo inabadilika, maji yamekata kwenye mabomba nyumbani kwako, na wewe mfumo unakuambia hauruhusiwi kupata huduma hii kwa sasa. Ukitaka kusafiri lazima usafiri ulipe kwa pesa za hizi digital currency, pesa za kimtandao, na hakuna hiyo huduma, unaambia huwezi ukapata huduma hii kwa sasa. Kwa hiyo gari zinakuacha. Utataka uuze kitu chochote, unakwambia hauwezi ukapata huduma kwa sasa. Kwa nini? Kwa sababu tu ya imani yako. Kwa nini? Kwa sababu tu umechagua kuitunza siku ya 7 ya juma, Jumamosi, na sio siku ya kwanza ya juma. Maisha yatakuwaje hapo mjini sasa? Kwa nini Mungu anatutaka tutoke mijini sasa? Kwa sababu kule utakakoenda vijijini na mashambani, licha ya kwamba huduma mfumo umekukataa, mfumo utakuwa umekufanya usipate huduma zozote ukiwa kule. Maji utapata tu hapo kwenye chemichemi, mboga utakuwa umelima bustani yako hapo, na kwa kulima tu hapo unapata huduma zote. Ndizi umezipanda hapo, umepanda miogo hapo, umelima maharage hapo, umelima mahindi hapo, umelima nyanya hapo, umelima karoti mwenyewe hapo. Kwa hiyo hautahitaji kutumia mfumo huu ili upate mahitaji yako. Na hiki ndicho kipindi ambacho Mungu anataka atuhifadhi kabla hajaja mara ya pili kutuchukua twende nyumbani. Kwa hiyo kuna kipindi cha taabu ambacho kiko mbele yetu kinachotujia. Sheria ya Jumapili Marekani ya kitaifa, Ellen G. White anasema itakuwa ndio the last act in the drama.
ni tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio. Yaani ni tukio ambalo kwa kweli ni tukio kubwa sana katika unabii. Kwa hiyo sio swala la kuchukulia kwa urahisi jambo hili. Sasa swali linauliza, tunapunguzaje mali zetu? Mashauri juu ya uwakili, ukurasa wa 48, majibu yanapatikana. Unaiona hiyo nukuu kwenye skrini yako. Mashauri juu ya uwakili, UPH 2017, ukurasa wa 48, nabii anasema, niliona ikiwa kwa vyovyote watu wanashikilia mali zao na hawaulizi kuwa wajibu wao kwa Bwana ni nini, basi watafanya wajibu wao wakati wa taabu. Mali zao zitakuwa kama mlima mbele yao na kuwapondaponda. Nao watajaribu kuzitoa, lakini haitawezekana. Nimesikia wengine wakilia hivi, kazi inafifia. Watu wa Mungu walikuwa na njaa ya ukweli na hatukufanya chochote kuwasaidia. Sasa mali zetu hazina kazi. Laiti tungalitoa mali zetu na kuweka hazina mbinguni. Somo linasema wekeni hazina zenu mbinguni. Kwa kumbe kuna wengine watakataa kuweka hazina mbinguni kwa wakati mwafaka. Watataka waweke hazina mbinguni kwa kutoa mali zao ziende kwa kazi ya Mungu. Haitawezekana. Kwa nini? Kwa sababu tayari kutakuwa hakuna kuuza, hakuna kununua mpaka umepokea alama ya mnyama. Kwa hiyo mfumo utawakubali wale wote tu waliokubali Jumapili kama siku ya mapumziko, kama siku ya ibada. Watakaoikataa, mfumo utawakataa. Kwa hiyo serikali haitahitaji nguvu kubwa, yaani inakukataa tu kwenye mfumo. Kwa maana kwa njia hiyo wewe utashurutishwa na kulazimishwa kuitunza Jumapili. Na kusema kweli, watakuwepo Waadventista wa Sabato wengi watakaopokea alama ya mnyama kwa sababu hawataweza kuishi mijini na walikataa kufuata maelekezo ya Mungu. Na hao wote ni wale ambao katika mchakato wa kuondoa dhambi patakatifu, ambapo ndio hukumu ya upelelezi inapohamia kwa walio hai kutoka, inapomalizika kwa wafu, inapoanza kwa kanisa la Wasabato, watakuwa wameachwa nje, majina yao yamekataliwa mbinguni kwa sababu hawakuzingatia namna gani ya kuishinda dhambi, hawakuzingatia namna ya kumfuata Yesu waliko kwa imani, ili kwa neema yake na kwa jitihada zetu binafsi katika uzoefu wa chumba cha kwanza tuweze kupewa uwezo wa kuishinda dhambi kabisa, kuwa victor over sin, kufikia kiwango cha kuwa victor over sin. Na kwa kutozingatia hilo, hao watu ndio hao ambao hawataelewa kabisa nini kinaendelea. Wao wataona kwamba miaka bado ni mingi hapa duniani. Watashangaa jambo linakuja ghafla, ndipo sasa wanaanza kukumbuka maneno ya wahubiri wa ukweli wa sasa. Ndipo watakapoanza kukumbuka ya kwamba kumbe nabii aliwahi kusema tunapaswa kuuza mali zetu ziingie kwa kazi ya Mungu. Akifikiria ana magari 8 ameyapaki hapo na hawezi kuyatumia, maana yanatumia mafuta, na hawezi kununua mafuta sheli yoyote, kwa sababu lazima akubali kuingia kwenye huo mfumo. Na kwenye mfumo ni lazima akubali Jumapili ni siku ya kupumzika na siku ya ibada. Ana nyumba kadhaa, anaishi kwenye ligorofa, ana viwanja kadhaa, ana pesa benki kama milioni 40, milioni 50. Atazifanyia nini? Hakuna namna. Ndipo sasa nabii anasema niliona wengine wakilia. Kwa Waadventista watakuwepo watakaolia. Na angalia hili, shetani ni mjanja sana, ni mjanja sana. Katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa wa 16, nabii anasema hivi, Satan is a diligent Bible student. Shetani ni mwanafunzi makini wa Biblia. Kwa nini? Anasoma Biblia ili aweze kumwamini Mungu? Hapana. Anasoma Biblia ili ajue unabii, ajue kile kilichotabiriwa kwamba kitakuja kutokea, alafu yeye atangulie na counterfeit yake, atangulie kuwafanya wale watu ambao sasa walitakiwa kuelewa kile kitakachokuja kutokea, atengeneze mazingira ya kuwaondoa kwenye kutimiza unabii ule, kutimiza maelekezo yale ya Mungu. Kwa shetani alifanya hivi, kabla ya wakati wenyewe haujafika wa kuuza mali, shetani alitumia watu
ambao walikuwa na tuseme misimamo mikali, ama hawakujua wakati gani ambao ndio walitakiwa kupunguza mali, waliuza vitu vyao wakaondoka. Hiyo ni miaka ya 80, miaka ya 90, miaka 2000. Wakasema kwamba Yesu anakuja, wakauza, wakatangulia kwenda mashambani. Baadaye maisha yakawa magumu, wakarudi tena mjini kuja kuomba kazi, kuja kuomba radhi tena, kuja kukanusha msimamo walioweka mwanzo. Sasa kwa kupitia hao waliokosea kanuni, Shetani leo wakati unapofika wenyewe hasa, Shetani anawaambia watu, unamfahamu fulani, unamfahamu fulani, aliwahi kuendaga kijijini akauza, akaacha hiki, akaacha hiki, akaacha hiki. Unafahamu maisha yake yaliyompata. Kwa hiyo hiki kinachokuja sasa ndo kama wale, jihadhari nao. Sasa watu wanaanza kukataa, wakati kumbe ndio wakati halisi wenyewe wa kufanya hivyo umefika. Ndio wakati halisi umefika. Kwa wako watu wanakataa ujumbe. Wewe jiulize hivi hizi nukuu tunazosoma kwamba inapaswa tuuze mali, tupunguze mali, tuziweke kwa kazi ya Mungu. Je, zimeandikwa na nabii? Ndio. Ellen G. White alivyoviwa? Ndio. Ni nabii wa Mungu? Ndio. Kwa hiyo ujumbe huu haukutoka kwake? Ndio. Uliongozwa na Roho Mtakatifu? Ndio. Sasa kama ni hivyo, si ni ujumbe wetu kutoka kwa Mungu? Unajua hili ni kama vile matengenezo ya afya. Wako watu Shetani aliwaongoza hivyo kukosea kanuni za matengenezo ya afya. Wakaacha nyama, wakaacha samaki, wakaacha dagaa bila kujua mbadala wake, kile ambacho hawakipati kwenye mimea. Walipoharibika afya zao, wanapoenda hospitalini, daktari anauliza, huyu shida ni nini? Anasema, najua tangu ameacha nyama, ameanza kusumbuka. Anasema, kachemsheni kilo nzima ya nyama. Wanachemsha kilo ya nyama, wanambia, haya, akale nyama, akanywe na supu yake, alafu msaidieni asirudi tena kwenye huo msimamo wake, atakufa. Sasa watu ndo wanasema, Shetani anatumia mazingira kama hao aliyokosea kanuni. Ukileta masomo ya matengenezo ya afya, anasema alitokeaga muinjilisti fulani kule Tabora, muinjilisti fulani kule Musoma, muinjilisti fulani kule sijui wapi, alitaka kufa. Sasa kwani matengenezo ya kuacha nyama ni ujumbe wetu ama sio ujumbe wetu? Kwa Shetani is a diligent Bible student. Anatangulia mbele, ni mwanafunzi makini wa Biblia, ili atangulie mbele kutengeneza counterfeit yake, alafu apate sababu ya kuwafanya watu wakatae ujumbe kwa sababu ya makosa ya wale waliokosea kanuni. Lakini ni ujumbe wetu. Sasa angalia, tunapaswa kufanya nini sasa? Nukuu hii, itazame tena nukuu yako kwenye screen hapo. Nukuu yako kwenye screen. Mashauri juu ya uwakili, ukurasa wa 48, UPH 2017. Hapo mwanzo tu juu. Niliona ikiwa kwa vyovyote watu wanashikilia mali zao na hawaulizi kuwa wajibu wao kwa Bwana ni nini. Mpaka hapo tu unapata picha. Hoja iliyopo ni watu waulize kwa Bwana wajibu wao ni nini juu ya mali walizo nazo. Yaani iko hivi, unapoona Marekani imekaribia sana kutangaza sheria ya Jumapili, unapoona miendo ya dunia hii inatimiza unabii, unapoona kabisa ya kwamba mbona kuna mifumo hii inayokuja kwa kasi namna hii, mbona kama vile unabii wa Ufunuo 13 unatimia, kwa hiyo sasa nifanye nini? Hizi mali nilizo nazo, je, niwekeze vipi? Nifanyeje? Maana yake unatakiwa ufanye hivi, uende magotini, umuulize Mungu. Ukiwa unasoma neno na roho ya unabii, muulize Mungu, je, hili swala la kupunguza mali likoje? Je, huu ndio wakati ambao nataka nipunguze mali? Je, nipunguze kwa kiwango gani? Niuze nini? Nibakishe nini? Je, nikishauza pesa niipeleke wapi? Niifanyie nini? Unatakiwa umuulize Bwana. Hiki ndicho kipindi ambacho Wasabato wote waanze kumuuliza Bwana juu ya mali walizo nazo, juu ya magari walio nayo, juu ya majumba walio nayo, juu ya viwanja walivyo navyo, juu ya fedha walizo nazo benki. Waanze kumuuliza Bwana juu ya mifugo walio nayo, juu ya makampuni walio nayo, viwanda walivyo navyo. Chochote kile, anza kumuuliza Bwana, na Bwana mwenyewe ndiye akuongoze. Na uhakika hivi, ukimuuliza Bwana, Bwana atakuongoza na kukwambia uza gari, na atakwambia kabisa utamuuzia fulani. Atakuongoza hatua kwa hatua. Haya, umepata fedha, umeuza gari milioni 15. Hii fedha unamuuliza sasa nifanyie nini? Atakwambia kiasi hiki peleka huku, kiasi hiki peleka huku, fanya hivi.
tunatakiwa tushirikiane na Mungu, kwa sababu huu ndio wakati wa kuzitoa mali zetu sasa. Sio kuongeza mali, sio kujilimbikizia mali. Mali zitoke wapendwa, ziende kwa kazi ya Mungu. Enyi Waadventista wa Sabato, anzeni kupunguza mali, ziingie kwa kazi ya Mungu. Tutawanye vitabu, tutawanye magazeti na vijizuu, tupeleke nuru ya neno la Mungu katika kila nyumba. Kila nyumba tusambaze vitabu, hasa kitabu cha Pambano Kuu. Lakini tunauzaje mali sasa? Kila mmoja wajibu wake ni kumuuliza Mungu. Na unajua, huu sio wakati wa kuanzisha miradi itakayomalizika miaka 10-20 ijayo. Hii tusaidie pia hata viongozi wa kanisa, wachungaji, viongozi wa maconference na mafield union division. So unaanzisha rimradi la kujenga ofisi itakayomalizika baada ya miaka 20 ijayo, mradi wa kujenga ofisi ya bilioni 3. Ya nini hiyo? Mbona muda si mrefu tunakimbia mjini? Mbona muda umeisha? Hiyo ofisi tunamjengea nani? Hizo fedha kwa nini zisingeingia kununua vitabu vya Pambano Kuu? Hayo mamilioni yote hayo, hizo bilioni 2 kwa mfano, zinunue vitabu vya Pambano Kuu. Tutawasambazia watu wangapi? Angalia makanisa yalivyopambana kujenga makanisa makubwa ya ufahari. Nataka niwaambie hivi, image change, tuchange tabia zetu. Image change, tuchukue sura ya Yesu, tabia ya Yesu, ushindi wa dhambi, tuwekeze zaidi ndani, tufanane na Yesu. Ndani yetu kukawe na makao ya Roho Mtakatifu. Wakolosai 1:27 inatuambia Kristo ndani yenu ndilo tumaini la utukufu. Kwa hiyo Kristo akiwa ndani ya kila mmoja wetu, hilo litakuwa ni tumaini la utukufu, na sio kujionesha kwa nje fahari. Kwa tuanze kupunguza mali, na huu ndio wakati wa kila Mwadventista kuanza kutafuta maeneo mashambani huko ndani kabisa kwa ajili ya makimbilio, kwa ajili ya maficho. Muda umeisha, hali inazidi kuwa mbaya. Itafika wakati hutaweza kufanya chochote. Mashauri juu ya uwakili, ukurasa huo wa 48, unaiona nukuu kwenye skrini yako. Pia niliona kwamba Mungu hakudai kuwa watu wake wote wauze mali zao kwa wakati mmoja. Hatutaweza kuuza wote kwa wakati mmoja, bali ikiwa wanatamani kufundishwa, yeye atawafundisha wakati wa mahitaji, muda wa kuuza na kiasi cha kuuza. Baadhi ya watu ilibidi wauze mali zao nyakati zilizopita ili kuendeleza kazi ya Injili, huku wengine wameruhusiwa kubakia na mali zao mpaka wakati zitakapohitajika. Ndipo kadri ya mahitaji ya kazi yalivyo, wajibu wao ni kuuza hizo mali. Kwa swala la kuuza mali liko pale pale. Hoja ya msingi, kuuza kwetu tusikurupuke, tusitumie akili zetu, isije kawa shetani akachukua ushindi. Tumuulize Mungu, tushirikiane kwa karibu na mawakala wa kimbingu, tuongozwe na Mungu hatua kwa hatua. Hoja ya msingi ni kuuza mali. Tunauzaje? Tumuulize Mungu. Muulize Mungu juu ya magari ulio nayo. Muulize Mungu juu ya nyumba ulizo nazo. Muulize Mungu juu ya viwanja ulivyo navyo. Muulize Mungu juu ya fedha ulizoziweka akiba. Tumuulize Mungu. Wajibu wetu ni kuuza, na Mungu ndiye atuongoze. Tunauza kipi, kinabaki kipi, na tukishauza pesa inaenda wapi? Tumuulize Mungu. Kwa hiyo hoja ya kuuza iko pale pale. Shida tu ni kwamba namna gani ya kuuza, ni lazima tuwe tunaongozwa na Mungu. Mali zitapotea, na kusema ukweli, unabii umeshasema Waadventista wengi walipoteza mali zao. Aliona wakipoteza mali zao kwa sababu Waadventista wengi hawataki kuamini ujumbe. Wengi ni wapuuziaji. Wengi bado mioyo yao iko duniani, wanaupenda ulimwengu, na wanaona kama vile Yesu achelewe. Wanaona kama vile kurudi kwa Yesu bado sana, kuko mbali mno. Na hivyo ndivyo shetani anavyofanya kuwatazamisha watu wa Mungu, kurudi kwa Yesu kuko mbali sana, ili watu waone kwamba tunaweza tukaendelea na mipango yetu. Kwa hiyo hata uwekezaji, namna ya kufanya biashara, ilitakiwa sasa tuongozwe na Mungu. Hivi kweli unaenda kule Iringa sasa hivi unaanza kupanda miti utakaje kuja kuivuna miaka 40 ijayo, miaka 30 ijayo? Huo ni uwekezaji wa hasara. Hilo shamba litapotea, hizo mali zitapotea. Kwa hata uwekezaji sasa umuulize Mungu. Hata hivyo, ninyi hamuoni dalili ya kwamba tunaingia kwenye mfumo wa mpinga Kristo?
Hakutakuwa na kuuza wala kununua, kuko karibu sana. Nuru Safarini, kitabu cha Nuru Safarini, ukurasa wa 437. Narudisha kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili. Ninachukua sasa kitabu cha Nuru Safarini, japo unaiona kwenye skrini yako, lakini nitasoma. Hiki hapa kitabu Nuru Safarini, kama unavyoona, hii ni UPH, Ufunuo Publishing House. Nuru Safarini, ukurasa wa 437. Nabii anasema hivi: Mungu ameweka wazi kile ambacho kitatokea katika siku za mwisho, ili kwamba watu wake waweze kujiandaa kusimama dhidi ya dhoruba ya upinzani na ghadhabu. Wale ambao wameonywa kuhusu matukio yaliyo mbele yao hawapasi kukaa kimya, huku wakiingojea dhoruba iwajie, wakijifariji kwamba Bwana atawakinga waaminifu wake siku ile ya taabu. Tunapaswa kuwa kama watu ambao wanamngojea Bwana wao, si kama waigizaji wazembe, bali tukiidumisha kazi na kuisimika imani yetu isiyumbe. Huu sio wakati wa kuruhusu akili zetu kujazwa kwa mambo yasiyo na maana. Huku wanadamu wakiwa wamelala, Shetani anafanya maandalizi kwa umakini ili kwamba watu wa Mungu wasiweze kupata rehema wala haki. Tayari vuguvugu la kutunza Jumapili limekwisha anza gizani. Viongozi huzidi kuuficha ukweli wa jambo hili, na wengi wanaojiunga na kundi hili hata hawaelewi kule mkondo wake wa kichini chini unakoelekea. Madai yake ni ya upole na yanaonekana kuwa ya Kikristo, lakini atakaponena atanena na kudhihirisha roho ya joka. Atakaye nena na kudhihirisha roho ya joka ni nani? Ni Marekani. Taifa la Marekani ndiye msimamizi atakayesimamia upitishwaji wa sheria ya Jumapili ulimwengu mzima, ikianzia katika nchi yake Marekani. Ndilo taifa litakalo usimamia mfumo huu wa mpinga Kristo. Hakuna kuuza, hakuna kununua, mpaka watu wamemsujudia mnyama, mpaka wamepokea alama yake, wanaitunza Jumapili ndio waweze kupata huduma. Na niwaambie, taifa la Marekani tangu serikali ya Trump imeingia madarakani imefanya mambo makubwa sana kwa mwaka 2025 ambayo matokeo yake yanapindua historia ya ulimwengu wetu huu kabisa kabisa. Na ndio taifa ambalo imewekeza fedha nyingi kuliko matrilioni ya fedha kwa ajili ya kuhakikisha taifa hili linaongoza mfumo wa kutawala dunia, mfumo mpya wa kifedha duniani. Kama mnafuatilia vyombo vya habari, ni Rais Donald Trump ambaye alisaini uidhinishwaji wa fedha mabilioni ya kutosha ya dola kwa ajili ya kusimamia mifumo itakayotawala. Tena anasema mifumo itakayokuwa ni bora, inayoongoza dunia nzima. Hilo taifa la Marekani, Trump amesaini sheria tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2025, inaitwa the Genius Act, sheria ya kuondoa dola ya keshi na kuleta digital dola. Na mifumo inaenda kwa kasi kweli kweli. Umoja wa Ulaya mwezi huu wa 10 2025 wanazindua digital euro, na mwakani 2026 nchi zote za Umoja wa Ulaya wataanza kutumia digital euro, sio tena cash euro ambayo ni cash mkononi. Kwa hiyo wanahama, wanaingia kwenye cashless society. Ziko nchi tunavyozungumza sasa zimeshahama, ziko sasa kwenye cashless society. Sasa kama euro itakuwa ni euro itakuwa sio tena ya keshi, itakuwa ni digital. Dola itakuwa ni digital. Hivi unafikiri nchi zetu hizi maskini zinawezaje kufanya biashara? Tunawezaje kuagiza bidhaa kutoka nchi za nje? Ikiwa tu wakati fulani dola ilipoadimika, nchi ilitikisika na mikakati ikawekwa namna ya kuongeza dola. Si tuliambiwa ya kwamba dola imesababisha mpaka mafuta kupanda bei?
Au mnafikiri ya kwamba ukisema euro na dola unazungumzia kitu kidogo kidogo kisicho na impact? Maana yake nchi zetu zote lazima ziame na zenyewe ziingie kwenye digital currency ili ziweze kufanya biashara na nchi zingine ambazo zimehama kwenye mifumo. Kwa ndugu zangu, tunaingia kwenye kipindi cha hakuna kuuza, hakuna kununua, na Marekani ndio inayosimamia mpango huu ikishirikiana na Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo muda umeisha. Hiyo tu ni ishara ya kutuonesha ya kwamba kwa kweli muda umeisha. Sheria ya Jumapili lazima ifuate baada ya mfumo huu kuwa umekamilika, ili sasa Marekani itakaposhurutisha huku nchi zote zifuate. Kumbuka, hii Marekani inatawala, inamiliki satellite, inamiliki interneti, inamiliki mifumo hii. Kwa hiyo wakiamua kutufungia, wanaweza kutufungia. Kwa hiyo wakiamua kutushurutisha, lazima tuingie kwenye mifumo. Hakuna ujanja, tunaingia kwenye mifumo. Hata hivyo, mnasahau ya kwamba Tanzania hapa mradi unaoendelea wa jamii namba na jamii kadi, mwakani 2026 huo mradi unatakiwa huo umekamilika. Hamuoni ya kwamba nchi nyingi zinakimbizana 2026 2026? Kwa hiyo nataka niwaambie hivi, wapendwa wa Mwenyezi Mungu, kuanzia 2026 kama utakuwa mpaka kufika mwezi Novemba mwakani, kama utakuwa haujafanikiwa kuuza mali, kuuza nyumba, kuuza mashamba, kuuza magari na kuanza maandalizi ya kwenda vijijini huko mbali, wapi utakapofikia, utakuwa umechelewa. It will be too late. Utakuwa umechelewa. Kama uyaamini haya, rudi magotini, muulize Mungu akufunulie, na Mungu atakusaidia kuelewa. Kwa hiyo muda umeisha. Waadventista, changamkeni, punguzeni mali, anzeni kuuza mali. Huu sio muda wa kuanza. Mwadventista sasa anaagiza gari mpya. Kweli sasa hivi unaagiza gari mpya. Mwadventista sasa hivi ndio sasa anashusha matripu ya malori ya mawe na kokoto, anaanza kujenga mradi fulani. Pengine anaanzisha lodge mahali fulani, anaanzisha guest house mahali fulani, au anaanzisha kiwanda mahali fulani. Sasa hivi 2025 mwishoni, Mwadventista sasa ndio kwanza anaanza kununua mashamba. Anaenda kule Bagamoyo, anaenda kule Kibaha, anaenda Iringa. Mara nataka nipande minazi, nataka nipande michikichi, nataka nipande shamba la miti, nataka nipande miembe. Huko kutakuwa ni kuto kuelewa unabii unavyosema. Unajua kwamba hatuko gizani sisi Waadventista. Kama kupotea itakuwa ni uchaguzi wetu wenyewe. Na kama nabii alivyosema, aliona Wasabato wakilia, unabii lazima utimie. Angalia mwenyewe namna ambavyo Wasabato wamejisahau. Lazima vilio viwepo. Lazima vilio viwepo. Shuhuda Nuru Safarini, tazama hiyo nukuu kwenye skrini yako. UPH 2022 ukurasa wa 439. Nabii anasema, hivi karibuni taabu kubwa itaanza kati ya mataifa, taabu ambayo haitakoma hadi Kristo atakapokuja. Tunahitajika kuungana zaidi kuliko wakati wowote uliopita. Kwa hiyo hivi karibuni taabu, yaani tunaposema hivi karibuni, wakati huo nabii ameandika akiwa na focus baadaye mbeleni. Tunaposema sasa hivi karibuni, kwa kweli ni hivi karibuni. Unajua kwa nini hakuna ujasiri wa wachungaji kuwaambia kwamba muda umeisha, anzeni kuuza mali? Kwa sababu mchungaji yeyote atakayewaambia watu kuuza mali atashukiwa na viongozi. Kwa nini? Kwa sababu atafanya zaka ishuke. Na hoja ni kutafuta zaka ishuke. Kwani mnafikiri hapo mjini wote ninyi mkiamua kwenda vijijini huko, zaka itatoka wapi? Kwa namna ya kuhakikisha zaka iendelee kuwepo ni kuwa maintain na kuwahubiria mahubiri laini na kuwatia moyo ya kwamba ni amani na salama, lakini kumbe Mungu hakusema amani. Kwa ndugu zangu, chunguzeni mambo haya. Mimi najaribu kuwatia shime, kuwatikisa, kuwaondoa kwenye comfort zone na kuambia ya kwamba muda umeisha. Muda umeisha. Wengine wanasema, unajua tukiuza mali zetu sasa huko mbeleni itakuwaje kwa kazi ya Mungu? Sikia nukuu hii. Pambano Kuu, unaiona kwenye skrini yako. UPH 2023 sura ya 38, onyo la mwisho, ukurasa wa 504. Nabii anasema, ujumbe utahubiriwa sio
kwa njia ya kutumia hoja sana, bali kwa njia ya ushawishi wa kina wa Roho wa Mungu. Hoja zimekwisha wasilishwa, mbegu zimeshapandwa na sasa zinachipuka na kuzaa matunda. Machapisho yaliyotawanywa na watendakazi wa kimishonari yametoa mvuto wao, lakini wengi ambao akili zao ziliguswa walizuiwa kuelewa vizuri ukweli au walizuiwa kuutii ukweli. Sasa miale ya nuru inapenya kila mahali, ukweli unaonekana katika uwazi wake, na watoto waaminifu wa Mungu wanakata kamba zilizokuwa zimewashika. Mishikamano ya kifamilia, mahusiano ya kikanisa havina nguvu ya kuwazuia sasa. Ukweli una thamani kubwa zaidi kuliko mambo yote mengine. Licha ya mawakala ambao wataungana kusimama dhidi ya ukweli, watu wengi watakata shauri kusimama upande wa Bwana. Ni nini ambacho nabii anakisema hapa? Ni hivi: hii ni wakati wa utolewaji wa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Baada tu ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani, kuna miezi 42 mpaka kuja kufungwa kwa mlango wa rehema kwa jumla. Hicho ndicho kipindi cha onyo la mwisho kwa ulimwengu. Sasa watakaotoa onyo hilo la mwisho kwa ulimwengu ni wale ambao wamekwisha pata ushindi wa dhambi kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Majina yao yamekubaliwa mbinguni, na hao ndio ambao wamemfuata Yesu kule aliko kwa imani, na hao ndio ambao wanatii kila neno la Mungu. Hao ndio watakaotumiwa wakiwa wamejazwa mvua ya masika. Sasa kwa wakati huo sasa wa onyo la mwisho kwa ulimwengu, sio wakati wa kuanza sasa kutumia pesa zetu na mali zetu kwa kazi ya Mungu. Huo ni wakati ambapo kazi tulishaifanya sasa. Tulishauza mali zetu, vitabu tulishavitawanya, magazeti tulishatawanya. Kwa hiyo wakati huo utakapofika, ni wakati ambapo kazi ile ya kupanda mbegu ndio sasa matunda yake yanaanza kutokea. Hakutakuwa na muda wa kuanza kusimama na effort ya majuma mawili, majuma matatu. Ni kazi itakuwa imeshikwa na Mungu mwenyewe. Injili itahubiriwa kwa kasi sio ya kawaida, na kazi itashikwa na Mungu mwenyewe, sio tena kwenye mfumo wa kanisa. Kwa hiyo wakati wa kutumia mali ni sasa, kabla ya sheria ya Jumapili haijatangazwa Marekani. Tena ni sasa, kabla ya mfumo mpya wa kifedha haujaanza. Maana tatizo la kuto kuuza na kuto kununua litakuwa kubwa. Hakuna mtu atakayeweza kuuza chochote wala kununua chochote. Sasa ndio wakati wa kutoa mali zetu ziende kwa kazi ya Mungu. Ninawasihi Waadventista wa Sabato, rudini tena kwa maombi, muulizeni Mungu na Mungu atawaongoza juu ya jambo hili. Sio wachungaji wanasema nini, sio viongozi wanasema nini. Rudini mkasome wenyewe. Muda umeisha na hatuna muda wa ziada. Kwa kweli unabii utatimia. Wasabato wengi watalia kwamba kwa nini hawakuzitoa mali zao mapema. Tutapoteza vyote badala ya kuviingiza vyote kwa kazi ya Mungu. Ndugu zangu, tuwe na hekima basi tuwe na akili kama wale wana wa Isakari waliokuwa wanazijua nyakati na walijua nini Israeli atende. Kwa na sisi tuwe wana wa Isakari, hatujafichwa chochote, hatumo gizani. Mbona tumefunuliwa wazi, mbona yameandikwa wazi. Basi changamkeni na iweni basi na busara, iweni basi na hekima. Kuweni hodari basi katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mungu na atusaidie na Mungu atubariki kwa jina la Yesu, amina. Kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba mwema, neno lako limefunuliwa wazi kwetu, lakini yule mwovu amejaribu kupambana na ukweli wako, hata inafika hatua wale watu wa nuru wanapingana na nuru. Sasa isiwe kwa watoto wako wanaotazama somo hili, wanaojifunza somo hili, kila mmoja wetu adhamirie kukugeukia wewe na kutafuta hekima yako, ili ajue namna ya kufanya juu ya mali alizo nazo. Neema yako yatosha, sifa na utukufu zikurudie kwa jina la Yesu, amina.